Katika makala iliyotangulia niliendelea kubainisha maswali na maoni kadhaa ya wadau mbalimbali juu ya mgogoro huu, huku nikipata maoni na maswali mengi ambayo najitahidi kuyajibu kama nilivyojaliwa kuyafanya hivyo. Kwa kuwa bado naendelea kuyapokea, pale nitakapojaliwa nitajitahidi kuyaweka wazi kwa wale wasomaji na wasikilizaji ili waweze kunufaika zaidi. Hadi leo hii natambua kuwa ndugu zangu Waislamu bado wapo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa heshima jambo hilo, leo hii naweka ubeti wa 3 juu ya mfungo huo. Hili ni kumbi la kwanza, litapita kwa upesi, sote tutabembeleza rehema zake mkwasi. Huwa tumeziongeza, tutamuomba halisi. Ramadhani imefika, Mola tusamehe dhambi. Kumbuka msikilizaji wangu, makala haya yalipotayarishwa kwa mara ya kwanza, Waislamu walikuwa katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndiyo maana maudhui hii inaendelea kubaki katika makala haya. Msikilizaji wangu, makala haya ukiweka kando ubeti huo, tambua kuwa Tanzania yetu imekuwa na nafasi chache ambazo zinatambuliwa na katiba, hata kuweka vizingiti kadhaa kumlinda mhusika huyo kama yule aliyemteua anataka kumuondoa katika mamlaka haya. Kwa mara nyingi nafasi nyingi huwa zinatajwa na katiba tu, lakini kumuondoa mhusika huyo huwa katika majaliwa ya mteuzi tu. Miongoni mwa nafasi chache zilizowekewa vizingiti ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Nafasi hii inatajwa kupitia ibara ya 143 na ibara ya 144 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyofanyiwa marekebisho yake mara kwa mara. Mathalan, ibara ya namba 143(1) inasema kuwa kutakuwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipengele cha pili kinasema mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali atakuwa na majukumu matatu. Mosi, kuhakikisha kwamba fedha zote zinazokusudiwa kutolewa kutoka mfuko mkuu wa hazina ya serikali matumizi yake yameidhinishwa na kwamba zitatolewa kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 136 ya katiba hii, na iwapo atatosheka kwamba masharti hayo yatatekelezwa ipasavyo, basi ataidhinisha fedha hizo zitolewe. Ili kuhakikisha kwamba fedha zote ambazo matumizi yake yameidhinishwa yatokane na fedha zilizomo katika mfuko mkuu wa hazina ya serikali au fedha ambazo matumizi yake yameidhinishwa na sheria iliyotungwa na bunge ambazo zimetumiwa kwa ajili ya shughuli zilizo katika matumizi ya fedha hizo, na kwamba matumizi hayo yamefanywa kwa kufuata idhini iliyotolewa kuhusu matumizi hayo. 3, angalau mara moja kila mwaka kufanya ukaguzi na kutoa taarifa juu ya ukaguzi wa hesabu za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinazosimamiwa na watumishi wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hesabu za mahakama zote za Jamhuri ya Muungano, na hesabu zinazosimamiwa na katibu wa bunge. Haya ni majukumu makubwa sana kwa taifa lolote lile. Ili yaweze kufanywa, yanahitaji mtu mwenye uwezo, ujuzi na anayeweza
kujitegemea kimaamuzi. Mwana kwetu. If you grew up in Dar es Salaam, then you must have a connection. Like you said, the ocean, being by water. I mean, even here we are close to water. I was born next to water. The hospital where I was born is next to the sea. The very famous hospital. So that is the water which I was washed with. That's the water I'm cleaning myself with all the time when I don't feel nice. Go clean myself up, come back to life again. Okay, all right. I wish one day you go to that and clean yourself with the Indian water, you'll see how blessed you'll be. You are blessed already, but you'll be blessed extra. Okay, thank you for that tip. I'm telling you. For that tip. Tell your husband to take you to Dar es Salaam to get you washed again with the clean Indian Ocean water. You'll see how you'll be blessed. Mwana kwetu. Mwana kwetu. Mipigo yake. Natambua Mwanakwetu, unaweza kujiuliza leo ni na nini? Kumbukumbu za Tanzania yetu zinaonyesha kuwa tangu uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 hadi mwaka wa 2022 ndugu kadhaa wamewahi kushika nafasi hiyo ya CAG. Miongoni mwao ni Rawi MC Cole mwaka 1961 hadi mwaka 1963, Godwin A. Huchman 1964 hadi mwaka 1969, Mohamed Abude 1969 hadi 1996, Thomas Kiama 1996 hadi mwaka 2005, Ludovic Uto, Profesa Musa Sadi 2014 hadi 2019 na Dr. Charles Jele 2019 hadi
makala haya yanapotayarishwa mwaka 2026. Wakati marehemu Rais John Pombe Magufuli anamwapisha Dr. Charles Kikwete Ikulu Dar es Salaam, alisema maneno ambayo nadhani kwa wakati ule hayakutiliwa maanani sana, kwani yalimezwa na namna alivyoondoka Profesa Musa Sadi. Ninajua una qualification nzuri tu na huwa hatufanyi makosa tunapomteua. Form 4 ulipata Division 1 na Form 6 ulitoka na Division 1 ili kuonyesha wewe ni kipanga sio kilaza. Kicheko kilikuwa kinasikika wakati wa ukumbini pale Ikulu. Ukaenda ukachukua sheria. Shahada ya kwanza ya sheria unayo, lakini pia ukachukua shahada ya kwanza ya account na ukatoka na upper second ya heshima na ukuwahi kupata supplementary. Ukachukua shahada ya udhamiri na umefanya kazi pahala pengi, kwa hiyo tunakuamini. Sasa sitaki nikutajie majina yao, nenda ukawachague ukachambue wewe mwenyewe kwenye ofisi hii. Ofisi ya CAG sio clean kama mnavyofikiria. Sasa nenda ukachambue, ukapange position za watu wako, ili uchafu haya ukayasafishe. Ninajua una qualification nzuri tu, na huwa hatufanyi makosa tunapoteua. Form 4 ulitoka na Division 1, Form 6 ukatoka na Division 1. Hii ni kuonyesha wewe ni kipanga sio kilaza. Ukaenda ukachukua sheria, degree ya sheria unayo, lakini ukachukua pia degree ya accounts na ukatoka na hapa second with the horns. Kwa hiyo inaonekana hukupata supplementary, ukwenda kampuni. Ukaenda ukachukua masters, umefanya kazi mahali pengi. Kwa hiyo tunakuamini. Lakini pia una heshima. Unatolewa kwenye ukamishna generali wa TRA kusema neno, you are so humble, very polite, ukaenda kufanya kazi huko. Kutamka neno. Wapo wengine ukiwateua wanafikiri ni nafasi zao.
unampa UDC, ukimtoa UDC anaanza kulalamika. Sasa mbona ukulalamika wakati nikikuteua? Kwa hiyo ukafanye kazi. Na nataka nikueleze kabisa hapa mwanzoni, katiba inazungumza na sheria zinazungumza. Unaweza ukakaa hiyo miaka 5 ya mkataba wako. Unaweza pia hata ukakaa mwaka mmoja. Kwa sababu taratibu za kutoa zipo na zinafanywa na rais. Lakini sikutishi, wewe nenda kachape kazi. Wewe nenda ukachape kazi. Katika maisha ya duniani humu, uwezo ukapewa mamlaka ya kuteua halafu usiwe na mamlaka ya kutengua. Ukishindwa hivyo, hufai kuwa rais na hufai kuwa kiongozi. Kwa hiyo nenda ukasimamie kazi yako vizuri. Mwenzako aliyekuwepo amemaliza kipindi chake cha miaka 5 na kinaisha leo usiku, nafikiri saa 6. Kwa hiyo kuanzia kesho uende pale ofisini ukaanze kufanya kazi, ukamtangulize Mungu, katimize wajibu wako, kayatoe uchafu yaliyoko hapo. Mengine watakueleza Wizara ya Fedha ambayo wanayafahamu vizuri zaidi. Kwa ujumla, ndugu zangu mlioteuliwa, ninawapongeza sana. Kafanyeni kazi zenu, kamtangulizeni Mungu katika kila maamuzi mtakayoyafanya. Ninawashukuru sana. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Haya yalikuwa maneno ya Rais John Pombe Magufuli wakati anamwapisha CAG mpya Dr. Charles Kichere na kula kiapo Ikulu mwaka 2019. Huyu ndugu yetu Dr. Charles Kichere alisoma Tambaza Sekondari darasa la K. Darasa hilo lilikuwa na wanafunzi kadhaa akiwemo Christopher Makyusa, huyu alikuwa anamita jina la utani Kito, Dr. Elieza Ndalama, huyu ambaye nilimtaja katika simulizi iliyotangulia kuwa alikuwa bingwa mfupa pale Moi, lakini hivi sasa nimeambiwa yupo Marekani akifanya shughuli zake za utabibu. Dr. Charles Kichere alifika kidato cha 3, aliingia mchepuo wa masomo ya biashara. Christopher Makyusa ambaye sasa ni mtaalamu wa masuala ya fedha, Dr. Ndalama, wao wakaenda kusoma masomo ya science. Lakini huyu Kito, Christopher Makyusa, alisoma masomo ya biashara, maana chuo kikuu cha Tumaini Iringa nilikutana naye. Huyu alisoma shahada ya kwanza ile ya BBA. Dr. Ndalama kama nilivyokuambia, yeye alisoma utabibu na mpaka sasa ni daktari wa binadamu. Japokuwa Kichere alikuwa akisoma masomo ya biashara, baadhi ya masomo alikuwa akisoma na wenzake tangu kidato cha kwanza mpaka cha 4. Kichere alipofika kidato cha 4 alifanya mtihani wake wa kidato cha 4 na huku akingoja matokeo ya kidato cha 4 na wenzake. Simulizi za Tambaza zinadai kuwa matokeo ya kidato cha 4 yalitangazwa. Cha kusikitisha, mwaka huo waliohitimu kidato cha 4 wanafunzi wa Tambaza japokuwa walifanya vizuri katika masomo mengi, lakini somo la Kiingereza hawakufanya vizuri kabisa. Kulikuwa na A moja tu la somo hilo. A hiyo haikutoka kwa wale mabingwa wa lugha, bali alipata Dr. Charles Kichere peke yake. Mwana kwetu.
Kwa hapa wananong'ona na wengine, mama pale anasema kina mama mbele. Bwana, dunia hii Mwenyezi Mungu alivyoiumba ni kwamba kuna viwili, kuna mbele na nyuma, kuna kulia na kushoto, kuna chini na juu. Ukishasema wewe unataka kuwa mbele, unamtaka mwenzako awe nyuma. Sasa mimi siwezi kuja hapa kina mama niwasaidieni, niwaungeni mkono katika jitihada yenu ya kuwa mbele na kuwaweka wanaume nyuma. Mimi Mwana kwetu. Walimu watambaza na wanafunzi wa shule hiyo huku walisikitika kwa matokeo hayo ya lugha na hiyo iliyoingia Tanganyika kwa meli. Walimsaka na kumjua nani huyo aliyepata A ya Kiingereza. Wanasema baadaye walitambua kuwa aliyefanya vizuri kwa somo hilo alikuwa ni Charles Kichere peke yake na A hiyo ya Kiingereza, huku yeye alipita majumbani kwa rafiki zake kuwalingishia na kuwatambia kwa kufanya vizuri kwake kwa somo la Kiingereza. Charles Kichere kijana aliamua kupita kwa jamaa zake nyumba moja baada ya nyingine, huku wengi wao wakipata alama mbaya za somo hilo. Wakati huo alikuwa akiishi Kinondoni Ananasa Sifu. Ukimaliza zile nyumba za serikali za mashirika, pale unapoanza nyumba binafsi ndipo alipokuwa anakaa Dr. Charles Kichere. Kwa kika ukiacha na ujuzi wake huo wa masomo ya biashara, CAG Charles Kichere alikuwa bingwa wa somo la Kiingereza. Kama nilivyokuambia, alipata A ya Kiingereza tambaza sekondari peke yake mtihani ule wa kidato cha 4. Wapo ambao ni majaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wakati huo hawakupata A ya Kiingereza. Kwa hiyo msikilizaji wangu, nataka kukuambia tu namna huyu ndugu yetu namna alivyokuwa na uwezo mkubwa si wa mahesabu, pia uwezo mkubwa wa lugha ya Kiingereza.
Je, kipi kitaendelea? Subiri makala ijayo. Kumbuka hii ni sehemu ya 21 ya mgogoro wa Azania na Tambaza. Jina langu ni Adeladius Makwega na nakutakia siku njema.